Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tutaenda kuangalia shughuli mbalimbali ambazo amezianzisha Shetani ili kumnasa mwanadamu. Shughuli mbalimbali ambazo amezianzisha Shetani ili kuweza kumnasa mwanadamu. Zipo shughuli mbalimbali ambazo Shetani amezileta katika dunia hii na zimefanya watu wengi wamekuwa bize sana, wamekuwa bize na kufanya hayo mambo na wameacha njia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Katika mambo ambayo amekwisha kuyaanzisha adui katika dunia hii, ameleta kamari kwa vijana, ameleta nyimbo za dunia, ameleta pombe, ameleta uzinzi na mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukianza na kamari. Kamari, watu wengi wamekuwa wamejiingiza katika michezo ya kucheza kamari, na wengine tayari wanasema kwamba wamekwisha kuokoka, lakini wameingia kwenye mfumo wa kamari. Mwanadamu yoyote pale ambapo ujue kabisa, pale ambapo unakuwa umejiungamanisha na mambo ya kamari na kuna pesa ambazo unazichangia, hizo pesa kuna namna ambavyo zinabadilishwa kuwa sadaka. Kwa sababu gani? Unauchangia ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo wapo watu wengi ambao wanacheza kamari na pia wanasema kwamba kamari sio dhambi. Tunaweza kuangalia ile yote ni michezo batili, yote ni michezo batili, ili Shetani huweza kumbana mwanadamu katika muda wa kuomba, katika muda wa kufanya mambo mengine. Huo muda ambao unacheza kamari ndio muda ambao ulitakiwa wewe umtafute Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Shetani anajua ambacho anakifanya, na Shetani amewatenda watu kiakili. Shetani amewatenda watu kiakili. Wapo watu wengi ambao wakiangalia wanaona kabisa kupitia kamari maisha yao yote yanaenda, yaani kupitia kamari mambo yao yote yanaenda. Kupitia kamari wamenunua magari, kupitia kamari wanafanya biashara, kupitia kamari. Hawajui kitu ambacho kinatokea katika ulimwengu wa roho, kwamba kila pale ambapo wanaingia katika kucheza kamari lazima kuna jambo ambalo linatokea. Bwana Yesu asifiwe tena. Na hakuna kamari pasipo ushabiki, hakuna kamari pasipo ushabiki. Ni mpaka uwe mshabiki ndio uingie kwenye mambo ya kamari. Hivyo basi, kama umeingia kwenye ushabiki mbalimbali wa kidunia, lazima ufahamu utatekwa huko, lazima ufahamu utatekwa huko, kwa sababu ni watu wengi ambao wanakutana katika mifumo ya kamari, na katika watu wao ni watu wa giza. Hivyo wewe ambaye upo katika nuru ya Bwana afu unasema kwamba upo katika michezo ya kamari na unasema kwamba upo salama, wewe ni vuguvugu. Unatakiwa ukiwa upande wa Mungu uwe moto. Ina maana wewe bado unatamani dunia, unatamani bado upande wa Mungu. Ina maana Mungu lazima akutapike. Hauwezi ukatumikia mabwana wawili. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo kamari ipo upande wa giza, kamari ipo upande wa giza. Hivyo wewe ambao unacheza kamari, ndugu yangu, tambua kabisa unatumikishwa kujenga ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukiangalia jambo jingine ni nyimbo za dunia. Nyimbo za dunia, wengine wamekuwa wakichukua na zile biti za kidunia, wamekuja wanasema wanaimba nyimbo za Mungu. Hakuna mchangamano kati ya nuru na giza, na Mwenyezi Mungu hahitaji usaidizi wowote wa giza. Biti za Mungu ni nyingi sana na nyimbo za Mungu ni nyingi sana, wala hahitaji msaada wowote wa giza. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo kila ambacho kinakuwa kinasikika, ipo roho nyuma yake. Hivyo
nyimbo za dunia, kuna yule ambaye ni shetani, ambaye ndo Lucifer, ambaye anawapa watu uwezo wa kutengeneza hizo biti na pia uwezo wa kuimba hizo nyimbo za dunia, hizo nyimbo za dunia ambazo katika hizo nyimbo ni nyimbo ambazo unakuta zinasifu mapenzi, zinakuwa zinasifu pombe, zinasifia pesa na pia zinasifia mambo mengine. Mwenyezi Mungu anasema nyimbo ni mbili tu, kusifu na kuabudu, na ndio sisi watumishi wa Mungu tunajua hivyo. Nyimbo nyingine ni upotevu, nyimbo nyingine ni upotevu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo wale wanasema kwamba wale ambao wanaimba nyimbo za dunia na ambao wanatengeneza biti za dunia, hawa tayari wamekwisha kujiungamanisha na mikataba. Ina maana moja kwa moja kitu kilichopo nyuma yao ni shetani. Ina maana kupitia zile biti, unapokuwa unasikiliza zile biti na pia kusikiliza nyimbo za dunia, moja kwa moja unanaswa, kwa sababu ni roho halisi. Bwana Yesu asifiwe tena. Jambo jingine tutaanza kuangalia shetani ameleta pombe. Shetani ameleta pombe. Tumekwisha kuangalia mfumo wa pombe umekwisha kumaliza watu wengi sana 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 sana, watu wengi sana. Kitu cha kwanza tutambue, hakuna mtu ambaye anaweza akajitoa kwenye pombe, na ndio maana kuna watu wengine wanasema mimi naweza nikaamua nisinywe au ninywe. Huyo ndio shetani anajibadilisha kuwa malaika wa nuru. Hakuna mtu ambaye anaweza akajing'oa katika ulevi. Sisi watumishi tulikuwa huko na pia tumekwisha kuona roho ambayo inatenda kazi ndani ya pombe ni shetani mwenyewe halisi aliye ndani ya mfumo wa pombe. Hivyo basi pombe inatumika katika adui kuwatoa watu kafara. Watu wengi wanakunywa pombe, unakuta wamelewa, wanapata ajali. Watu wengi wanakunywa pombe, unakuta wamelala nje, wengine wamefanyiwa vitu vibaya, wamekufa. Pombe imesababisha watu wengi kutolewa kafara. Bwana Yesu asifiwe tena. Jambo jingine ni uzinzi. Na maana katika pombe, katika yale maeneo ambayo yanauzwa pombe, lazima utakuta kuna watu wengi ambao wako huko wanauza miili yao. Ina maana shetani anawatumikisha, nao wanajiona wanafanya wao, lakini sio wao, ni shetani mwenyewe ambaye anawatumikisha katika njia hizo. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo wewe ambao unafuata mambo haya, tambua kabisa wale ambao wamekwisha kujifungamanisha na nyimbo za dunia, hao ambao wanamwimbia shetani, tambua kabisa hakuna cha bure kwa shetani. Lazima kuwe kuna makafara, kuna machafu ambayo yanaendelea katika upande wa giza. Kuna watu wanazini na watoto wao, watu wanazini na bibi zao, watu wanazini na wazazi wao, watu wanafanya machafu, wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake. Haya ndiyo mambo ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi katika haya yote ambayo yanaendelea hapa, kwa mfano wewe unakuja unabeti katika michezo fulani, siwezi nikazungumzia hiyo michezo. Unakuja unambetia kwa mfano mtu ambaye anacheza mchezo fulani, huyu ambaye unambetia anakuwa yupo katika nguvu za giza. Katika nguvu za giza alitoa kafara, na unafika unambetia mtu kama huyo, ina maana unauchangia ufalme wa giza. Ina maana moja kwa moja unaungana na matendo yale ambayo anafanya huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo mfumo wa sadaka ni mfumo wa akili sana. Ina maana shetani anatumia sana akili ili kumnasa mwanadamu, na ndio maana amekwisha kuvileta vitu kama hivi. Unakuta pale ambapo unakuta unapita huku unakuta nyimbo za dunia zinapigwa, unapita huku unakuta watu wamelewa, unakuta watu wanatukana matusi, watu wanacheza kamari. Haya yote yaliyotokea mwilini ni shetani ndiye ambaye anayafanya katika roho. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi wewe kijana ambaye unaishi katika dunia hii na bado hujatambua kinachoendelea katika dunia, epuka kitu ambacho kinaitwa tamaa, kuanzia tamaa ya mali na pia tamaa ya mwili. Ridhika na kile kitu ulicho nacho. Hata kama ridhika na hiyo hali ambayo unayo. Usije ukaanza kutafuta kuingia katika mifumo mingine. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi
Kuna wale watu ambao wanatumikia upande wa giza, tayari wamekwisha kujitoa, ina maana wametoa fahamu zao na akili zao, ina maana moja kwa moja wamemwacha Mungu wa mbinguni na pia wamekuja wamemwabudu huyo shetani. Hivyo basi, katika kumwabudu shetani utambue, lazima kuna kafara zitolewe ili mwanadamu aweze kufanikiwa. Hivyo wewe kijana, inatakiwa umtafute Mungu kwa nguvu zote. Mwenyezi Mungu ameumba pande mbili, nuru na giza, na amemwacha mwanadamu achague. Kuna upande wa giza na upande wa nuru. Upande wa giza ni upande wa mauti na upande wa nuru ni upande wa uzima. Hivyo amekuacha uchague, na kuna matendo mawili tu katika dunia, nuru na giza, hakuna vuguvugu. Hivyo utambue wewe namna ya kuishi. Ukiishi katika matendo ya dhambi, tegemea lazima uwe katika upande wa giza. Ukiishi katika nuru, utakuwa katika nuru ya Bwana. Hivyo basi, ni nani atakuwezesha wewe kuishi katika nuru? Ni Yesu Kristo peke yake. Hakuna mwingine ambaye anaweza akakufanya uishi katika nuru yake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo kuna matendo ya giza ambayo tumekwisha kusema kwa wale ambao wanajiunga katika mifumo ya giza. Wewe kijana ambaye hujui, tambua ukifika kule lazima damu imwagike, kwa sababu najua upande wa nuru tayari damu imekwisha kumwagika, damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ina maana anachokifanya shetani yeye ni kumwaga damu ya mwanadamu.